Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mashuke. Kujihisi dalili za homa. Kuhisi ndani ya sikio kuna kitu au kuuma kwa mbali. Ikiwa ni maumivu ya kawaida ni ishara ya kupata habari njema au kupata pesa. Ikiwa linauma sana fuata utaratibu wa utibabu. Kuna mtu atakuwa na ukaribu sana na wewe. Kuiondoa chuki moyoni. Kujisifu kwa utendaji wa kazi. Kuhitajika kwenda sehemu ambayo huwa unaikwepa sana. Kuyaota sana maji. Kuna usaidizi utaupata. Kurekebisha mahusiano yako na mtu. Nyota ya ng'ombe. Kuyaziba maumivu ya moyo kwa kutotaka kuyakumbukia au kuyapa nafasi kila yanapokujia akilini. Kutaka kuzungumza kitu kwa mtu. Kumulikwa na mwangaza wa kitu mara kwa mara. Itakujulisha kuna heri itakufikia. Utajihisi mnyonge kwa kukosa kitu. Kutarajia kitu kizuri kutimia. Kuvutiwa na kitu kwa rangi yake. Nyota ya mbuzi. Kujirudi kwa mtu baada ya kujua ulimkosea. Kujaribu kumpa mtu nafasi ya kumwamini. Kuambiwa maneno mazuri utakayoyafurahia. Kwa baadhi yenu mtapata taarifa za ndoa kuwahusu au kumhusu mtu unayemfahamu. Pia unaweza kupata taarifa za msiba. Pole sana ikiwa itakufika taarifa hii. Mwenyezi Mungu akujalie nguvu zaidi ya kuhimili maumivu. Na dua njema zimfikie aliyetangulia. Kuacha kuendeleza kitu. Kuhitaji usaidizi kutoka kwa mzazi. Kupokea baraka au maneno yenye heri kwako. Utakanusha kauli ya mtu kwa alichokiongea. Kukutana na kiongozi usiyemtarajia kuonana naye. Utakuwa unaona kitu kinachojirudia mara kwa mara. Ni taarifa ya kitu kutokea kulingana na ulichokiona. Mapungufu au kasoro za mtu utazijua na kujua namna gani ya kuishi naye. Utaielewa lugha ya mtu ila hutoweza kumjibu kwa lugha hiyo. Kutatua matatizo yaliyokufika kwa wakati mmoja. Kuhisi uoga kwa nafasi uliopatiwa. Ndege kutua begani. Ni taarifa njema kwako. Utafikia malengo ambayo hukuyatarajia. Maono yako yana ukweli na uthibitisho. Utayaona mengi katika mabadiliko fulani. Utakuwa wa kwanza kugundua kitu. Nyota ya kaa. Kutaka kujua maendeleo ya mtu. Utamkumbuka mtu uliyeachana naye. Kujihisi ni mwenye hisia sana za kuwafikiria watu. Kimapenzi au kifikra tofauti. Kuna mtu atakuwa muwazi sana kwako. Yaani kuongea mengi yanayomhusu. Kuhisi umoja wa watu unajirudi kwako. Kuna ushirikiano utakao kuwa na tahadhari nao. Kwa maana wameshakufunza kutokana na matendo yao. Hivyo utakuwa ni mwenye tahadhari, ila mwenye upendo wa wazi. Yaani ukipenda hauwezi kujificha. Kuokota funguo au kitu ambacho ni ngumu kukiokota. Hii itakujulisha kuna wepesi utakaoupata. Hata kama unapitia ugumu. Ila ndani ya ugumu huo kuna njia ya siri yenye heri. Kuna jambo utaachana nalo. Kutokana linakuumiza sana kichwa. Kumkatisha mtu kwa atakachokiongea. Uzuri ni mtu mwenye kuadabisha uovu kwa haraka. Kutotishika na maneno ya mtu. Nyota ya samaki. Kushindwa kuzifuta hisia fulani kwa mtu. Yaani kuna hali ya kumfikiria. Kutoridhishwa na mavazi ya mtu. Kuweka nia moyoni mwako unaiombea kila siku kutamani iwezekane. Kukumbushiwa jambo la muhimu. Kutamani uhudhurie jambo. Kuhitaji kufika katika nyumba za ibada. Kujutia jambo. Kuhisi moyo wako unahitaji amani na utulivu. Kumwokoa mtu katika tatizo. Kuichangamkia nafasi fulani. Samaki. Kuna mtu anakuchukia sana na ataonesha hali ya kushindana na wewe au kuyaona matendo yake mabaya kwako. Kuvimba sehemu ya mwili. Kuamua jambo. Nyota ya nge. Kujihisi kuna hali fulani imefunguka kwako. Bado nia yako utahitaji kuitekeleza. Nge, ikiwa unasumbuliwa na maumivu ya miguu, jaribu njia hii. Paka mafuta malaini au mepesi kwenye nyayo zako kila siku. Utapata matokeo bora. Hata mshtuko wa moyo au maumivu hutokuwa nayo tena. Iweke hii kuwa ni desturi yako. Hisia zako kumkumbuka mtu sana.
Kuna jambo unahitajika ufanye kwa ajili yake. Kuna jambo la mshtuko ila wewe halitakushtua. Utakuwa mgumu kumwamini mtu, kuificha aibu ya mtu, kufanya utekelezaji wenye uadilifu, kutaka kutoa mchango, sadaka au kusaidia kitu kwa mtu. Utatoa kitu kwa sababu ya mtu, kufanya kitu kwa usahihi. Nyota ya mshale. Kukubaliana na jambo. Kumwandikia ujumbe mtu ila utafikiria sana kisha utafuta. Utakumbushiwa jambo litakalo kutoa machozi. Hisia zako za huruma ziko karibu sana. Jambo la mtu litakugusa mno. Kujihisi wewe una uhafadhali wa jambo ulilolipitia. Kutokwa na damu sehemu kwa kuumia. Hii itakujulisha kuna tatizo umeepushwa nalo na Mwenyezi Mungu. Damu yako inakujulisha utetezi. Hivyo tambua kila maumivu huwa na sababu. Kufikiria jambo la pesa. Kujibiwa jibu ulilowahi kujiuliza kwa muda mrefu. Utafurahishwa na kitu. Usiruhusu moyo wako kupokea maumivu ya kudumu. Jiweke huru na furahia kupokea ulilopangiwa. Nyota ya Simba. Kumuuliza mtu maswali mengi ili upate ufumbuzi wa kitu. Kupata ujumbe mzuri. Pesa yako itakuwa na mambo mengi na kushindwa kuituliza kwa akiba. Utatamani utimize ahadi. Kuhisi hali ya kumpenda mtu. Kutotaka kukubaliana na maamuzi ya mtu. Hivyo utatumia namna yoyote ya kumsitisha. Kuingiwa na unyonge wa ghafla. Kufikiria kufanya kitu ili uwe huru. Nyota ya Punda. Mtu atakuwa katika hali ya kukutoa wasiwasi. Kuwashauri watu katika jambo lao. Utakuwa msikivu na kuacha ubishi. Kupatiwa nafasi ya kufanya chaguo unalolipenda. Mtu atahitaji kutimiza jambo kwako na muwe wenye amani. Kuoneshea ushirikiano na watu ambao hukuwatarajia kwa unachokifanya. Kujiondoa katika ubaya wa maneno na vitendo. Kwa baadhi yenu mipango yenu kuwa sawa na kupata pesa ulioihangaikia kwa muda. Nyota ya Mapacha. Kutamani kufanya ibada kwa imani yako. Kuona mambo yanakuwa tofauti na ulivyotamani. Kuvunja kitu kwa hasira. Kuonesha hali ya kuchoshwa na mazila fulani unayoyapitia. Utatamani ujishushe kwa mtu ili uweze kutimiza jambo. Kujenga imani na kuamini ipo siku utajisimamia wewe mwenyewe. Tabasamu la mtu litakufanya ukumbuke mbali kihisia. Kufananisha uwepo wa mtu na mtu mwingine. Kwa baadhi yenu mtashindwa kuzionesha hisia zenu kwa wapenzi wenu. Nyota ya Ndoo. Kupata vichomi sana mwilini. Kuzuia ukaribu wa mtu kwa mazoea mabaya. Kupitia wakati wa mawazo na kupinga jambo la mtu. Maumivu ya tumbo kukutesa au stomach ulcers. Kuvumilia kero za mtu. Baada ya wiki 3 utapata kitu kitakachoupoza moyo wako na kuweka mambo sawa yanayokukabili. Kutamani kufikia lengo. Mtu atakufikia akiwa yualia. Utafikiria jambo la kufanya kwa haraka sana. Ndoo, amini kesho yako ni nzuri. Mapito yako yanakuelekeza pazuri kupafikia. Nyota ya Mizani. Kumfanya mtu asijiamini. Kuanzisha jambo litakalozungumziwa sana. Makasiriko yako kuisha baada ya kitu kutokea. Mtu atamaanisha alichokuambia. Kula kitu ambacho ni kibichi. Utafanikisha kitu kilichokuwa na ugumu. Utakumbukwa na mpenzi wako wa zamani. Utajiweka mbali na mtu uliyekosana naye. Kuishiwa mapene katika manunuzi ya kitu utakacho. Kuhisi mtu anakurubuni. Mizani. Kwa wakati huu unahitajika kuwa makini sana. Unawindwa na wengi. Utapata kujua mabadiliko ya mtu kwako. Utakosa kujiamini kwa namna fulani. Kuwa makini na maneno ya watu yenye uchonganishi. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana.
Shukran.